Husna, kwa nini umenisaliti? Kosa gani hasa nililokufanyia? Vipi ahadi tuliyoahidiana? Husna, Husna, Husna! Ghafla sauti ya Vergani ikayavamia masikio yake. Naam, hapa ndipo tulipokuwa tumeishia sehemu ya 8. Baada ya Husna kuwa amepandwa na ashke za kimahaba, akitaka kufanya mapenzi na Zulu, lakini kabla hakufanya basi ndipo ikasikika sauti ya John Vergani akimwambia Husna amemsaliti. Na sasa ni sehemu ya 9. Ungana nami msimuliaji wa kupendwa kabisa Kani bin Ahmad, ambaye unaweza kunipata kwa namba za simu 0717 72 21 mwisho 81. Lakini pia kama wewe msikilizaji wetu pendwa kabisa, tunapenda wewe ujue kabisa kwamba ulimbo wa simulizi unakupenda, lakini si wenyewe tu unaokupenda, bali hata wale wanaosimamia ulimbo huo wa simulizi wanakupenda sana kwa mapenzi ya dhati. Na ndio maana tunakuombea afya njema kabisa ewe msikilizaji wa ulimbo wa simulizi, ili uendelee kuwa na afya bora, uweze kufuatilia simulizi zako pendwa kabisa. Na sasa tukiwa na simulizi yako mpya kabisa ambayo si muda itakuwa ukingoni, ambayo inakwenda kwa jina la Jini Husnati. Naam, ungana nami katika riwaya yako hii safi kabisa iliyoandikwa na Zuberi Maruma, gwiji wa magwiji katika uandishi. Huyu bana ni mtaalam, ila ukimwona kwa hali ya kawaida huyu bwana unaweza ukahisi ni mtu wa kawaida, lakini baada ya kuwa nasimulia story aliyoiandika inayoitwa Jini Husnati, wallahi nisikufiche nimepiga saluti nyingi sana, na hapo ndipo nimepoanza kutengeneza hofu juu yake. Basi twende pamoja. Na sasa ni sehemu ya 9 bila kusahau. Naam. Sauti ile ya malalamiko iliingia mpaka katikati ya moyo wake kwa kasi ya ajabu. Akajirusha kutoka kitandani mpaka katikati ya pembe. Alishaiona hatari iliyokuwa mbele ya mpenzi wake, Jini Zulu akiwa na mshangao, akajiandaa kumfuata Husnati kumzuia. Jini yule akamwona mumewe kama kikwazo kwake, akamwangalia kwa macho ya hasira na kumnyoshia mkono wake. Shoti kali za umeme zikamtoka na kumvamia Zulu, akadondoka na kutulia. Husnat, umeua! Alisikia sauti ya babu yake Mu. Husnati akaipuuza. Mu, kosa alofanya ni kuelekezea nguvu zake zote kwa Vergani, bila kukumbuka hatari iliyokuwepo pale Husnati atakaposikia sauti ya kipenzi chake, na hata pale alipokumbuka alikuwa tayari kashachelewa. Zu aligeuka maiti, yani Zuluwadati. Kizaza. Jini Husnati akiwa juu ya farasi wake aendaye kwa kasi, aelea hewani, mkononi kashika upanga unaomeremeta. Bado ghadhabu zilimuandama. Hasira hizo zilimkosesha umakini na kujikuta akiwa katikati ya walinzi wa himaya yao. Vita vikali vikatokea. Jini Husnati mbele ya majemedari makamanda 5 akashindwa kujitetea. Nguvu zikamwisha. Hatimaye akasalimu amri, akawekwa katika nyavu. Tayari alikuwa ni muuaji, hakuthaminika tena katika himaya ya ujinini pale. Vivyo hivyo hata kwa John Vergani, babu Mu, baada ya kuona mjukuu wake tayari kakamatwa, hakuwa na sababu tena ya kumshikilia binadamu yule. Majemedari wale wakamtia mkononi Vergani na kumwambatanisha na Jini Husnati kuwarudisha ujijinini kwa hukumu. Hakika tahadhari aloipata Jini mkuu Muhuraya juu ya kuuawa kwa mwanae kikatili na Jini Husnati ilimfadhaisha sana.
nahitaji wewe mbele yangu hapa sasa hivi. Mukhuraiya akatoa amri, makamanda wale wakatoweka. Malkia Sumaya kila mara alipoteza fahamu kwa mfadhaiko alopata. Wanajamii wa himaya ya Zulwaladi na Mukhuraiya wote walisikitika. Zulu alikuwa ni jini mpole, mcheshi mwenye kusaidia wenye matatizo mbali mbali. Kila mtu alikuwa na hasira na jini Husnat na Vergan. Ni wazi wangetafunwa wazima wazima. Amani katika himaya ya Zulu ilitoweka. Majini wasio na subira waliwavamia wazazi wa Husna. Majini wale wenye wahaka uvumilivu uliwashinda, wakawateka wazazi wa Husnati na kuwaweka pamoja, wakawafunga na minyororo katikati ya tanuri la moto. Hawakuwa na kosa. Nani alilitambua hilo? Walizomewa wakapigwa na mawe. Majini walikuwa ni wengi katika uwanja mkubwa, wakishuhudia kusambaratishwa kwa familia ya jini Husnati. Dakika chache baadaye jini Husnat na Vergani waliwasirishwa wakiwa katika nyavu zenye matundu madogo madogo. Kelele na hasira zikazuka. Uwanja ule mkubwa ulozungukwa na viumbe vilivyotisha vikatili vilianza kwa kuwanyang'anya nguvu zote za asili kwa wahusika wote isipokuwa Vergani. Yeye hakuwa na nguvu za kijini. Sasa hawakuwa na uwezo wote wa kujikinga na dhahama ilikuwa ikiwanyemelea kwa kasi ya ajabu. Kwa kifupi, walikuwa hatarini. Alikuwa jini mwenye sura mbaya pengine kuliko kiumbe chochote katika asili ile ya ujinini. Pembe mbili zenye ncha kali, mweusi zaidi ya mkaa. Huyu anaitwa Shabani. Mkaa macho yake yalikuwaka zaidi ya tochi, masikio kama ya nguruwe, kitovu kilichochongoka, meno marefu, kucha zake ndefu na miguu. Alikuwa na kwato. Alikuwa na manyoya mengi katika mwili wake. Mkononi alishika upanga mkali uliowaka. Alikuwa ni jini al-Maut, jini mwenye idhini ya kutoa uhai wa kiumbe chenye asili kama yake. Jini asiye na huruma, mkorofi mwenye uchu katika kuondoa uhai wa kiumbe hai chenye asili kama ya kwake. Yeye ndo alokabidhiwa rungu la kuwatoa uhai familia hiyo na kuifuta katika ramani ya ujinini. Akasimama na kuusogelea mwili wa baba yake Husnati na kunyanyua panga lake. Majini wote wakapiga kelele kushangilia. Husnati na wenzake wakafunga macho. Walipofumbua waliachia kilio kikali cha uchungu. Mwili wa baba yake ulikuwa chini, huku mkononi jini mtoa roho yule akiwa kashikilia kichwa cha baba yake akikitafuna kwa uchu. Moyo ulimuuma, akashindwa kuyazuia machozi kumdondoka. Hata Vergani huruma ilimjaa katikati ya kifua chake. Wote walilia. Ilikuwa ni furaha kwa majini wote waliojaa katika kiwanja kile. Baada ya kumaliza kuutafuna mwili ule, jini maiti akausogelea mwili wa mama yake kipenzi. Jini mauti yule akiwa kaushikilia upanga wake barabara, akaendelea kujungia taratibu mahali alipofungwa mama yake Husna. Uchu wa kula nyama za mama yule ukiwa umemvaa, akaunyanyua upanga juu tayari kuushusha katikati ya shingo ya mama yule. Wakati jini maiti akijongea, viumbe vyote vilikuwa makini kushuhudia kinachoendelea ili kutokea. Ghafla jemedali wa ulinzi akijongea, viumbe vyote vilikuwa makini kushuhudia kilichoenda kutokea. Ghafla jemedali wa ulinzi akaenda kumnong'oneza kitu mfalme Mukhuraiya. Mfalme akashtuka, akanyoosha mkono juu kuzuia kuuawa kwa mama yule. Kuna jambo la dharura limetokea. Ulinzi uimarishwe. Tunavamia, walinzi kaeni tayari kwa chochote. Mfalme alitoa taarifa. Ulinzi ukaimarishwa eneo lile.
ghafla mvua ya moto ikaanza kunyesha. Watu wakatupwa huku na huko, ardhi ikimomonyoka na kuwabeba baadhi ya viumbe walioathiriwa na tetemeko lile. Mvua ile ya moto yenye damu ndani yake ikazidi maradufu. Ghafla ikagoma, hali ya utulivu ikarejea. Mvua ile waloweza kuizuia baada ya kuacha, iliacha maafa makubwa ya raia. Chanzo chake akikujulikana wakati utafiti wa maafa yake ukiendelea. Ghafla kikazuka kimbunga kikali, kimbunga kilichokuwa na nguvu ambayo si ya kawaida. Jini Mukhuraiya akakinyoshea kimbunga kile fimbo yake huku akizungumza lugha isiyoeleweka. Kimbunga kile kikajiunda umbo la kiumbe, mbabu mwenye ndevu nyeupe. Babu Mu. Naam, Mwokozi alobakia katika familia ya jini Husnati. Mtukufu Mheshimiwa Mfalme Mukhuraiya, kama niko hai hamwezi teketeza kizazi changu nami nikakaa kimya. Sijui unanielewa Mtukufu Mukhuraiya? We sheitani mwenye nguvu za kuiba ulokimbia kujificha Mars, leo umerudi na kuangamiza kwa mikono yangu leo. Wezi ibilisi, na kuangamiza kwa mateso makali sana. Akajitapa Babu Mu, na hapo hapo akaachia kombora la ghafla. Mukhuraiya aliyoliona vyema akalikwepa na kuachia lake ambalo lilimpata vyema Babu Mu. Babu Mu akapepesuka, kitendo kilichopelekea Mukhuraiya kutabasamu kwa dharau. Mu akatema moto uliomezwa na Mukhuraiya. Mukhuraiya akaivuta fimbo yake na kumchapa nayo Mu. Mu akaachia yowe la uchungu. Nguvu zake zilikuwa ni ndogo sana kulinganishwa na Mukhuraiya. Akamchapa alivyotaka. Mu akalegea. Mukhuraiya akamsogelea tayari kwa kummaliza. Akiwa akashika fimbo yake ya kifalme ambayo sasa iligeuka na kuwa upanga kwa mwendo wa taratibu, bila haraka akajongea kusogea eneo alilokuwepo Mu. Mdomoni akiachia tabasamu la dharau. Mu alimwangalia kwa macho ya huruma, yamkini akiwasilisha ujumbe ahurumiwe, ila Mukhuraiya alipouzia. Watu walipiga kelele ishara ya kushangilia. Jini Mukhuraiya alimfikia Mu na kunyanyua upanga wake juu. Alipoushusha uliondoka na uhai wa jini yule alobaki tumaini katika kizazi kile kidogo. Akainyonya damu yake kwa kuifyonza, huku akiungamua utamu kwa kukutingisha kichwa chake taratibu. Udumu utawala Mukhuraiya! Udumu! Udumu! Udumu milele na milele! Sasa wakati naendelea kula nyama tamu ya huyu swaiba wangu Mu, sasa nimrudishie uwanja jini Mighty aendelee kunyofua uhai wa viumbe hawa. Jini Husnati awe wa mwisho akishuhudia vifo vya vipenzi vyake. Jini Mukhuraiya alitoa maelezo ya kinifu yaliyopokewa kwa vifijo. Jini Mighty akajongea eneo la tukio na kuondoka na uhai wa mama yake Husnati. Mwili wake akaukata mapanga na kuupiga shoti kwa nia ya kuugeuza mlo. Mara eneo lile likatawaliwa na harufu ya nyama ya kuchoma. Akawa anakata mapande ya minofu na kuwatupia walikuwa wanashuhudia tukio lile, nao wakawa wakigombania nyama ile, huku kinywaji ikiwa ni damu mbichi ya maiti zile. Sasa Husnati hakulia tena, machozi yalikata. Uchungu uliushambulia moyo wake mdogo. Babu yake Mu, baba yake, mama yake, wote walikuwa tayari wameshakuwa maiti kwa ajili yake, kwa ajili ya penzi la binadamu ambaye naye anaelekea kufa. Akamwangalia Vergen ambaye aliona mtetemeko wa wazi.
alikuwa akitetemeka huku kaachia haja zote kubwa na ndogo, kilio cha kwikwi kikisikika kwake. Chanzo cha matatizo yote ni huyo binadamu. Atauawa kwa kukatwa kiungo kimoja kimoja. Yeye ndiyo kaja kuuchafua mji huu, kama si yeye Husnati asingemuua mwanangu. Na wachukia sana binadamu. Jini maiti, anza kukata kidole kimoja kimoja, ukimaliza vyote kata mguu, paja, kiuno, mwisho kata kichwa chake. Jini Mukhuraia akiwa anamwangalia Vergan kwa jicho kali akatoa maelekezo. Hapo ndipo Jini Mukhuraia alipokosea. Na alikosea sana. Majini wale wenye hasira bado waliendelea kupaza sauti kuharakishwa kwa hukumu ya kifo kwa wapenzi wale wawili, Jini Husnati na John Vergan. Wahka jazba vilimpanda Jini maiti yule. Alihisi kitendo cha kumkata kiungo kimoja kimoja binadamu yule angechelewa kuitafuna nyama yake iliyokuwa ikipendwa sana na viumbe wale. Akaunyanyua upanga wake na kumsogelea Vergan. Muda wote Husna alikuwa akilia huku akiomba msamaha, akijutia kwa alichokitenda. Alijihesabia tayari yeye ni mfu mwenye muda mchache wa maumivu. Alifumba macho pindi Jini maiti aliponyanyua upanga juu ili ashuhudie kichwa cha mpenzi wake kikitenganishwa na kiwiliwili. Jini maiti kwa nguvu zake zote akaushusha upanga kuelekea shingoni kwa Vergan. Ghafla akalakiwa na sura yake mwenyewe, yaani sura ya Vergan ilitoweka na sura ya Jini maiti ikaonekana. Yaani akawa anajiona. Hatari sana. Akahisi kitendo cha kujikata angejiua mwenyewe, akasitisha zoezi lile, huku akiwa kahamaki kwa mshangao wa alichokiona. Bumbuazi likauvaa uso wake, macho yake akayapeleka kwa Jini Husnati alokuwa kaiweka mikono yake miwili usoni kutoshuhudia tendo lile lililoumiza moyo. Shingo yake akairudisha kwa Vergan. Alikuwa ni Vergan, naye akishangaa kutokujua kulikoni. Jini maiti akazidi kupigwa na butwaa. Jini Husnati alifumbua macho akitegemea kuiona maiti ya mpenzi wake, naye akapigwa na butwaa baada ya kumuona Jini maiti akiwa akamtumbulia Vergan macho ya mshangao. Si Jini Husnati pekee alokumbwa na mfadhaiko ule, hata umati ule uliobaki ukimshangaa jini yule mwenye roho mbaya kwa kitendo cha kusitisha zoezi lile. Minong'ono ya chini kwa chini ikaanza. Jini maiti kwa mara nyingine akaunyanyua upanga wake. Alipotaka kuushusha hali ikawa ni ile ile. Vergan alibadilika na kuivaa sura yake. Nini kinaendelea hapa? Jini maiti akajiuliza. Akakata shauri liwalo na liwe, kama ni kujiua na iwe. Akafumba macho yake makali kama taa na kuushusha kwa nguvu upanga ule kuelekea kichwani kwa Vergan, kwa nia thabiti ya kuondoa uhai wake bila kujali maajabu yake alokumbana nayo. Alikata hewani, wakati kabla hajafumba macho alilenga sawia shingo ya kijana yule. Akafumbua macho yake. Asalale. Watuhumiwa wake hawakuwepo. Mashuhuda wote midomo yao ilibaki wazi. Tayari Jini Husnati na Vergan washatoweka katika mazingira ya kutatanisha. Nguvu gani zinazotumika hapa? Zilizo juu ya nguvu zao hakuna alojua. Kimuyemuye kikazuka, tafakuru makelele yakazuka. Yamkini hakuna aliyetambua nani yupo nyuma ya mchezo ule. Walipoangalia kuzimu hapa kuhusika. Sasa tatizo nini? Mganga mkuu wa himaya ile akaitwa, akapanda kilingeni kwa mbwembwe. Alikuwa ni jitu nene jeupe lenye kichwa cha nguruwe, tumbo kubwa, manyoya ya kutosha, kucha ndefu na meno yaliyochongoka nje. Baada ya kufanya vimbwanga akatoka na jibu lililowaacha hoi majini wote.
Oh. Wapo duniani binadamu wabaya, wamenunua vita. Tutapambana nao kufa na kupona. Hawana nguvu za kutushinda sisi. Idumu himaya hii. Idumu. Vijakazi walinzi watatu wakatumwa duniani. Mchezo ndio ulikuwa unaenda kuanza. Na ndugu msikilizaji, bila kusahau kabisa ulimbo wa simulizi uko na simulizi yako mpya kabisa, ambao pia hii tunaenda ukingoni, inayokwenda kwa jina la Jini Husnati. Lakini je, baada ya wale walinzi watatu kutumwa duniani, je, watafanikiwa kuwadhuru Jini Husnati na John Vergani? Na je, ni nguvu gani iliyotumika kuwatoa John Vergani na Jini Husnati katika uwanja wa hukumu wa kule ujinini? Usikose sehemu ya 10 baada ya kusikiliza sehemu ya 9. Msimuliaji wako pendwa kabisa nikiwa ni mimi hapa, Khan bin Ahmad, ambaye nimejaliwa sauti ya mamlaka na Allah, nami ninaendelea kutiririka vyema kabisa nikikupa burudani ya kipekee katika dunia hii. Wako katika usimuliaji, wako katika voice of my king, the best of all time, the God, mimi hapa. Hello, hi, bye bye.